Oh yes, ilikuwa ni mwaka 2006 naikumbuka vizuri kabisa. Nafikiri nilikuwa darasa fulani hivi. Yes, siwezi kulisema hapa, lakini wakati ngoma hii ya dhahabu kutoka kwa Prince Dully Sykes ikitamba na kufanya vizuri kabisa, ikiwa imejumuisha masuperstar watatu, na hapa namzungumzia Mr. Blue, Jocelyn pamoja na Dully mwenyewe, ni miongoni mwa ngoma ambayo binafsi nilikuwa naimba mwanzo mwisho. Yani verse zote zile ya Mr. Blue pamoja na Jocelyn zilikuwa ni verse pendwa sana kwangu. Unapozungumzia Mr. Blue, miaka hiyo ndo kwanza kwenye game ya muziki wa Bongo Flava, alikuwa na takriban miaka kama 6, kwa sababu rasmi Mr. Blue tulianza kumfahamu kuanzia mwaka 2000. Kwa mwaka 2006 akiwa na miaka 6 kwenye game ya Bongo Flava, alikuja kufanya vizuri zaidi tena kwenye nyimbo ya dhahabu. Alikuwa ni miongoni mwa marapa vijana na wadogo sana ambao walikuwa wanachipukia na walikuwa wanapendwa, wakiwa ni mastaa wakubwa sana kwenye game hii ya Bongo. Yes, lakini kipindi hicho Mr. Blue alikutana na upinzani ama ukinzani mkubwa kutoka kwa Jocelyn, kutokana na style zao za kuimba, namna ambavyo ana rap. Yes, ikaja kuibua mgogoro kwamba Jocelyn anamuiga Mr. Blue. Jocelyn amekuja kwa ajili ya kuhakikisha anamshusha Mr. Blue. Hii ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba iliwapelekea wao kuingia kwenye ugomvi mkubwa wa kutosalimia wala kuwa pamoja mahala popote pale. Na ndio maana Jocelyn na Mr. Blue hawajawahi kufanya ngoma yoyote ambayo wameshirikishana wawili, yani Jocelyn na Mr. Blue, japo watu walikuwa wanatamani sana kuweza kusikia hiyo combination, lakini haikuwahi kutokea. Yes, baadaye miaka 20 tunakuja kuona kwenye jukwaa la miaka 30 ya Bongo Flava, Dully Sykes anawakutanisha malegendi wawili ambao wanafanya mziki wa rap. Mr. Blue na Jocelyn wanaperform kwa pamoja ngoma ya dhahabu ambayo iko chini ya Prince Dully Sykes mwenyewe, na shangwe linakuwa kubwa sana kwa sababu kwa miaka 20 toka ngoma hii ya dhahabu kutoka kwa Dully Sykes iwepo kwenye airwaves mbalimbali za radio na platform za mitandao, jamaa hawa hawajawahi kufanya show kwa pamoja. Yani watatu wote hawajawahi kufanya show kwa pamoja, japo korabo ilikuwa ni kali na ilifanya vizuri zaidi. Lakini siku ya jana Dully Sykes aliweza kuwakutanisha tena na show ikaweza kupigwa. Nakumbuka mara mwisho tulifanya interview na Jocelyn. Yes, nakumbuka mara mwisho tulifanya interview na Jocelyn, na alitangaza akasema kabisa kwamba kwa hivi sasa yeye na Mr. Blue hawana beef lolote na wako kwenye mpango wa kufanya ngoma. Sijajua wamefikia wapi, labda tujaribu kumcheck Jocelyn kusudi aweze kutuambia je, hiyo korabo inafanyika lini, kwa sababu yes, inabidi historia iandikwe upya. Jamaa hawa ambao wamekaa kwenye beef kwa miaka 20 wanafanya ngoma yao wawili, yeye na Mr. Blue. Tunafahamu kabisa aina ya rap, aina ya muziki ambao wanaufanya inafanana kabisa, Mr. Blue na Jocelyn, au sio bana? Yes, hii itakuwa ni kubwa sana, lakini itaweza kuchangamsha na kuweza kuwarudisha kwenye game kutokana na namna ambavyo muziki wao unapendwa, namna ambavyo wanaandika na namna ambavyo wanashusha ama wanaimba mashairi yao. Yes, hizo ni 2-3 ambazo nimekuletea leo hii kwenye entertainment kutokea kwenye usiku wa miaka 30 ya Bongo Flava ambao ulifanyika pale Mlimani City. Prince Dully Sykes amefanikiwa kuwapandisha kwenye jukwaa moja Mr. Blue pamoja na Jocelyn baada ya miaka 20 ya bifu lao. Hatimaye bifu hili itakuwa limeisha rasmi, na mimi naitangaza bifu hili kuwa limekwisha rasmi. Tufollow kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, yes, TikTok pamoja na Facebook ni Hot Drop TV. Make sure pia una button ya subscribe kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo tutazileta kutokea hapa Hot Drop TV. Na kila sababu asipate tabu imezimika ajabu. Apendi pesa, apendi show, yanapenda washo tata semi no, yanaona ndo mama kabisa anajulikana mpaka kwetu. Steve nataka kumjua Pastor Jayton.